Leo tunazungumzia dalili za fungus mdomoni, tatizo ambalo linawasumbua watu wengi kwa sasa. Lakini kabla ya kuendelea na video hii, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Dalili za fungus mdomoni ni zipi? Lakini maambukizi haya ya fungus yanasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Fungus mdomoni ni maambukizi ambayo yanasababishwa na kuongezeka kwa fungus aina ya Candida albicans. Kwa kawaida, fungus huyu huishi kwenye maeneo kama vile mdomo bila kusababisha matatizo yoyote. Hata hivyo, kinga ya mwili inapopungua au kuwa na mazingira ambayo yamebadilika tofauti na mazingira asilia, fungus hao huongezeka zaidi na kusababisha maambukizi ambayo kwa kitaalamu hujulikana zaidi kama oral thrush. Haya ni maeneo ambayo pia fungus hao jamii ya Candida albicans hushambulia au unaweza kuwapata. Maeneo makubwa kabisa ni kwenye njia ya utumbo, mdomoni kama nilivyosema, ukeni, lakini pia kwenye ngozi. Watoto wachanga, wazee, watu wazima na wagonjwa mbalimbali ambao wana magonjwa sugu kama vile ugonjwa wa kisukari, wanaotumia dawa za antibiotics kwa muda mrefu, dawa jamii ya corticosteroids za kuvuta au namaanisha inhalers, wale pia wenye kinga dhaifu kama vile wagonjwa wa VVU wako kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi haya. Sasa tutazame moja kwa moja dalili za fungus mdomoni. Ziko dalili kubwa kabisa ambazo nimezitaja kwenye video hii, na ukiziona dalili hizi kwa asilimia kubwa huashiria maambukizi ya fungus hao wa mdomoni. Dalili ya kwanza, kuwa na mabaka meupe mdomoni au ndani ya mdomo au kwa nje. Hii ni miongoni mwa dalili kubwa kabisa ambazo hujitokeza kwa wagonjwa wengi sana ambao wana maambukizi haya ya fungus kwenye mdomo. Mabaka meupe yanaweza kuonekana kwenye maeneo yafuatayo: kwenye ulimi, kwenye mashavu kwa ndani, lakini kwenye fizi, kwenye lips pembeni au kwenye mdomo kwa nje, eneo la kooni na kadhalika. Haya ni maeneo makubwa ambayo mabaka haya meupe huweza kujitokeza. Lakini dalili nyingine kubwa ya pili kwenye video hii ni kuhisi hali ya muwasho, maumivu au hali ya kuungua mdomoni. Baadhi ya wagonjwa huhisi maumivu, hali ya kuwashwa au hisia za kuungua hasa wanapokula vyakula vya moto au vyakula vyenye pilipili, au wakati mwingine wanapokuwa tu bila kula kitu chochote. Hali hii huweza kujitokeza. Dalili namba 3 ni kupoteza ladha. Watu wengi hupata mabadiliko ya ladha au kushindwa kuhisi ladha ya chakula vizuri, japokuwa dalili hizi huweza kujitokeza pia kwa magonjwa mengine. Maumivu wakati wa kumeza kitu. Maumivu haya yakisambaa hutokea zaidi pia kwenye maeneo haya ya kooni, lakini unachotakiwa kujua ni kwamba maambukizi ya fungus hawa jamii ya Candida albicans yanaposambaa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kwenye eneo la koo au kwenye umio, yanaweza yakasababisha hali ya maumivu wakati wa kumeza kitu. Lakini pia dalili nyingine ni hali ya kupasuka kwenye pembe za mdomo. Pembe za mdomo zinaweza zikapasuka, kuwa nyekundu au kuuma kwa watu ambao wana maambukizi haya ya fungus wa mdomo. Lakini pia dalili nyingine kwenye video hii ni mdomo kuwa mkavu. Hapa nazungumzia tatizo ambalo hujulikana kama dry mouth. Fungus hawa wanaweza kuambatana na dalili hii ya ukavu wa mdomo, hali ambayo inaweza ikafanya iwe vigumu kuzungumza au kupatwa na matatizo mengine ambayo yanahusika katika tatizo hili. Kwa hiyo maambukizi haya ya fungus wa mdomo huweza kuambatana na hali nyingine ikiwemo dalili hii ya mdomo kuwa mkavu zaidi. Lakini dalili nyingine kubwa kwenye video hii ni hali ya mdomo au lips kubadilika rangi, hali ya kuwa na utando mweupe mdomoni na kadhalika. Hali hii pia huweza kujitokeza kwa wagonjwa ambao wana fungus mdomoni, ambapo mdomo huweza kubadilika rangi kuwa mwekundu zaidi. Lakini pia huweza kuambatana na dalili zingine kama vile mabaka meupe, pamoja na dalili hii kubwa ambayo nimeitaja kwenye video hii, hali ya utando mweupe mdomoni. Kwa hizi ndizo dalili kubwa ambazo nimezitaja kwenye video hii. Lakini nikupe bonus tips.
Nikutajie baadhi ya sababu ambazo zimeonekana kuongeza hatari ya kupata maambukizi haya ya fungus kwenye mdomo. Sababu ya kwanza kabisa ambayo huongeza hatari hizi ni michezo michafu ya kufanya mapenzi au tendo la ndoa kwa njia ya mdomo. Hapa anamaanisha oral sex. Hali hii imeonekana kusababisha kwa kiwango kikubwa au kuongeza hatari zaidi ya maambukizi haya ya fungus mdomoni. Lakini pia kutokusafisha kinywa vizuri, na pia kwa wale ambao wana magonjwa kama vile ugonjwa wa kisukari kisichodhibitiwa wanaweza kukutana na tatizo hili. Matumizi ya baadhi ya antibiotics kwa muda mrefu, kutumia inhalers za corticosteroids bila kuzisafisha vizuri. Lakini kwa wale ambao wenye kinga dhaifu, nazungumzia watu ambao wana matatizo kama vile ugonjwa wa ukimwi, wenye saratani au wanaotumia dawa ambazo zinahusisha kushusha kinga za mwili, wanaweza wakawa kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi haya. Wale wanaovuta sigara, kuvaa meno bandia ambayo hayasafishwi vizuri, lakini pia kinywa kuwa kikavu kutokana na magonjwa au dawa mbalimbali. Vitu hivi huongeza hatari zaidi ya kupata maambukizi haya ya fungus wa mdomo, ambapo nimesema jamii kubwa ya fungus ambao hushambulia eneo hili ni fungus ambao hujulikana kama Candida albicans. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.